Tuanze na michezo mbalimbali ambayo imepigwa jana. KMC akiduazwa katika uwanja wake wa KMC Complex na kufungwa mabao 2-1 na Fountain Gate. Matokeo si mazuri sana kwa kocha Kali Mangongo Ngala. Tangu amekuja mambo si mazuri, tofauti na kile ambacho kilikuwa kinatarajiwa pengine kinaweza kuwa. Ni shida kwa KMC. Shida nadhani inaanzia kwa wachezaji tu mmoja, lakini kwa mwalimu ukiangalia tangu amejiunga na timu hajapata matokeo mazuri ambayo watu walikuwa wanatarajia kutoka kwake, lakini ni mwalimu ambaye timu yake ikicheza wala inaonekana kitu gani ambacho inakifanya. Yaani kwenye ile structure ya uzuiaji, ushambuliaji, msingi unaonekana ambao tayari ameutengeneza kwenye timu, kwamba namna gani ambavyo timu inaweza kutengeneza nafasi, lakini namna gani ambavyo timu inaweza kwenda kuzuia. Lakini ufanisi wa wachezaji ndio changamoto ambayo ipo kwenye kikosi cha KMC. Ukiona wachezaji wanaweza kujipanga vizuri kwenye ule mfumo wa mwalimu, manake maelekezo yake yamewafikia. Lakini kwenda kudeliver watoe performance bora kwa kila mtu ili matokeo yapatikane, hiyo sana ni changamoto ya mtu mmoja, kwamba kuna mwingine ambaye ataweza kuperform vizuri, kuna mwingine ambaye ataperform chini ya kiwango, kuna mwingine ambaye atakuwa tu yupo tu uwanjani anazunguka tu, haoneki nini anachokifanya uwanjani. Kwa hiyo hapo unakuja kurealize kwamba quality ya mchezaji mmoja, kuna baadhi ya maeneo ambayo KMC inawahukumu, lakini pia kuna wachezaji ambao msimu uliopita walifanya vizuri, lakini msimu hauoni wakiwa kwenye ile fomu nzuri sana, kitu ambacho kinapelekea timu kutokupata matokeo ambayo ni mazuri sana mpaka hivi sasa. Ukiangalia hawapo pia kwenye nafasi nzuri by the way, lakini hizo ni changamoto ambazo nadhani wanaweza kwenda kuzisolve mwishoni mwa msimu. Kuna wachezaji wachache ambao wanaonekana kuperform vizuri kwenye mechi 4, 5, 6 wakiwa kwenye kiwango kile. Lakini kuna wengine unakuta leo anacheza vizuri, mechi inayokuja anacheza chini ya kiwango, mechi inayokuja anarudi kucheza vizuri. Kwa hiyo ni changamoto ambazo mwalimu anazo kwenye kikosi chake. Lakini na kama utamtazama mwalimu mwenyewe, unafikiri hii inaweza ikawa ni ishara mbaya kwake? Mechi 12 so far, shinda mechi 2 tu, akipoteza mechi 6 na kutoka sare mechi 4. Kwake nafikiri kila mtu kwanza anamjua Kali Mangongo Ngala ni kocha wa aina gani. Kwa hiyo kuhusiana na ubora wa mwalimu, yeye mwenyewe ukimwanalyze mwenyewe, hakuna mtu ambaye anaweza kuwa na mashaka na uwezo wake kwenye ufundishaji. Lakini shida ambayo anakutana nayo ni shida ambayo ilianza tangu mwanzoni mwa msimu. Unajua kuna kitu kimoja kwenye mpira ambacho ni kibaya sana. Yaani ukiwa na wachezaji wa daraja la kati, ukakosea kwenye pre-season yako ya mwanzoni mwa msimu, kutokufanya maandalizi mazuri, hiyo inakuathiri msimu mzima. Lakini kuna timu ambazo zina wachezaji ambao wana quality ya daraja la juu, ambao unaweza ukakosea pre-season, usifanye pre-season nzuri, lakini muda unavyozidi kwenda ndivyo ambavyo wanazidi kurudi mchezoni na wanazidi kuonesha improvement. Mwisho wa siku unakuja kuiona timu inakaa kwenye standard fulani hivi ambayo inawasaidia kupata matokeo ambayo ni mazuri.